Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wayahudi wanaonekana kutokuwa na imani na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni baada ya mkutano uliofanyika Jumamosi kati ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na maafisa wa Marekani Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner, mkwe wa rais Donald Trump, katika kujadili awamu ya pili ya usitishaji wa vita vya Gaza. Maafisa wa Israeli wanaripotiwa kutoa ukosoaji vikali dhidi ya Witkoff. Kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Ynet ya nchini Israel, inadaiwa kwamba kumekuwa na hasira mjini Yerusalemu, huku mjumbe wa Marekani bwana Steve Witkoff akishinikiza Israel kufungua kivuko cha mpakani cha Rafah kati ya Gaza na Misri wiki hii, hata kama Hamas itashindwa kurejesha mabaki ya Aaron Gvil, mateka wa mwisho anayeshikiliwa na kundi la kigaidi la Palestina. Hii imewafanya Wayahudi, hasa baadhi ya viongozi kutoka ofisi ya waziri mkuu, kusema kwamba hawakubaliani na mpango wa Steve Witkoff na anaonekana ni kiongozi ambaye ametumwa na rais Donald Trump bila kueleza kile alichoagizwa. Tunatumai Aaron Gvir anarudishwa wiki hii na tunaweza kwenda mbele, maafisa wa Israel wameeleza wakinukuliwa katika baadhi ya vyombo vya habari ikiwemo Ynet. Hata hivyo wamedai kwamba Witkoff alishinikiza kumweka mpinzani wetu mkubwa Uturuki kwenye mpaka. Saa inarudi nyuma kwa makabiliano na Uturuki ambayo yatakuwa hatari kwa usalama wetu, maafisa hao walinukuliwa wakisema. Witkoff amekuwa mtetezi wa maslahi ya Qatar, maafisa hao walidai pia. Inadaiwa kwamba Steve Witkoff ambaye ameteuliwa na rais wa Marekani Donald Trump ndiye aliyemshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuhakikisha kwamba moja kati ya nchi ambazo zitakuwa wanachama katika bodi ya amani ni pamoja na Uturuki. Uturuki ni mshirika wa Marekani wa muda mrefu, lakini pia ni mwanachama katika NATO, na hivyo moja kati ya nchi ambazo zimealikwa lakini pia zikionekana kuwa na upinzani na Israel ni pamoja na taifa hilo la Kituruki. Turuki na Israeli zimekuwa na uhusiano mbaya kwa muda mrefu, na sababu kubwa inayotajwa ni pamoja na eneo la Syria, kwa maana nchi ya Syria ambayo Israel imekuwa na maslahi nayo. Ikumbukwe Israel imeteka eneo katika Syria, eneo la milima ya Golan ambayo sasa Israel inadai kwamba imewekeza kwa kiasi kikubwa na kujenga majengo kwa ajili ya raia wake wanaoishi huku wakidai kuwatetea baadhi ya raia wa Druze ambao baadhi yao wanaishi karibu na milima hiyo ya Golan. Lakini pia ni Israel ambayo imeliteka eneo la Buffer Zone ambalo wakati huu mipango yake ni kuhakikisha wanaanzisha makazi katika eneo hilo, huku Uturuki ikihakikisha inapinga mipango yote hiyo. Kinachotokea ni kwamba Israel inaona ni kama vile Uturuki inaharibu mipango yake katika Syria, na hata ikidaiwa kwamba pengine mipango yake ni kuungana na Iran katika mapambano wakati wowote katika vita ambavyo huenda vikaanza. Israel kupitia waziri mkuu Benjamin Netanyahu iliweka wazi kwamba mipango ya Uturuki ni kuwa taifa lenye nguvu katika Mashariki ya Kati, huku ikisema kwamba Uturuki haiwezi ikawa na himaya katika eneo hilo, kwa maana taifa hilo la Uturuki pamoja na Iran hawawezi wakawa na himaya katika eneo zima la Mashariki ya Kati, huku Israel ikishirikiana na mataifa kama vile Ugiriki pamoja na Cyprus kupinga nguvu za Iran pamoja na Uturuki. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.